وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tunaendelea na darasa yetu ambayo leo tupo katika kitabu swala, kitabu cha swala. Nazungumziwa masala ya swala, na swala kilugha ni addu'a, ni dua, ina maana ya dua, lakini kiistilaha ama kisheria wenyewe wanasema ni aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi. Ni kisheria swala, tunapozungumza swala ni maneno na ni vitendo ambavyo hufunguliwa kwa takbira na humaliziwa kwa salamu. Kwa tunapozungumza swala lughatan ina maana ya dua, lakini kisheria ama kiistilaha ni maneno na ni vitendo ambavyo hufunguliwa kwa takbira na baadaye humaliziwa kwa salamu. Kwa swala ni vitendo na maneno. Maana kwenye swala kunapatikana maneno, kwenye swala vinapatikana vitendo ambavyo hufunguliwa kwa takbira na baadaye humaliziwa kwa salamu. Anasema inama bila shaka tajibu ala kulli muslimin, swala inalazimu juu ya kila Muislamu, balighin, aliye balighi, aqilin, mwenye akili, tahirin, aliye tahara, fala qadaa, hapana kadha, ala man, juu ya yule ambaye zala aqluhu, imeondoka akili yake, bijununin, kwa sababu ya wenda wazimu, au maradhin, au kwa sababu ya maradhi, wa kafiri asili, na kafiri asili. Utaratibu wa mtu ambaye kapitwa na swala, yani swala imempita, yanaangaliwa mazingira. Kwa hivyo kama mtu alipata ukichaa, alafu ule muda ambao kapata ukichaa kuna vipindi vya swala vilimpita hapa katikati. Kwa vile vipindi vya swala ambavyo amepitwa hapa katikati, siku akija kuwa katika utimamu, siku akaja akarudi kwenye hali yake ya kawaida ya utimamu, maana hivi vipindi vya kwenye swala vilivyompita hapa hawezi kuvilipa kadha. Lakini pia yule ambaye kwamba akili yake imeondoka kwa sababu ya maradhi, mtu pengine alikuwa naumwa ikafika mahala mpaka akili zikamondoka, na tunaambiwa swala inatakiwa mtu aswali hali ya kuwa akili anazo, maana mwenda wazimu haruhusiwi. Sasa akili zikaondoka kwa kuwa alikuwa na maradhi, alikuwa naumwa, akili zikamondoka huyu mtu. Baada ya kumondoka akili, hichi kipindi chote ambacho akili zimemondoka kwa kuwa alikuwa naumwa, basi pia hawezi kuja kulipa kadha ya hizi swala ambazo zitakuwa zimempita hapa katikati. Wa kafiri asili, na mwingine pia ni kafiri asili. Tunaposema kafiri asili ni manake ni tofauti na yule murtadi, mtu ambaye ameritadi, alikuwa ni Muislamu. Manake mtu kama ndo leo kasilimu, huwezi kusema kile kipindi chote ambacho alikuwa na cha kuswali kile akalipe kadha. Hapa yeye mwenyewe anasema wayakudhil murtadu, ila murtadi yeye analipa kadha mpaka na kile kipindi ambacho alikuwa mwenda wazimu. Mtu ambaye ni kafiri asili, mtu ambaye kwamba si Muislamu, ndo akasilimu leo, kile huwezi kusema alipe kadha huu muda wa huku nyuma wakati alikuwa kwenye hali hiyo. Lakini mtu alikuwa ni Muislamu, baadaye akaja akatoka katika Uislamu akawa si Muislamu, kukapita muda hapa katikati akiwa si Muislamu,
zile swala zilizompita hapa katikati, zile akija akasilimu tena akaja akarudi katika Uislamu, sheria inamwambia huyu mtu atatakiwa alipe kadha ya hizi swala ambazo zimempita wakati alikuwa si Muislamu. Na sheria bado ikabana ikasema hivi, atalipa hata ule muda alikuwa ni mwenda wazimu. Masala ya mwanzo yanasema mtu akishakuwa ni mwenda wazimu akapata ukichaa, hichi kipindi ambacho yuko katika ukichaa hawezi kuja kulipa kadha ya hizi swala zitakazompita hapa katikati. Lakini mtu alikuwa ni Muislamu alafu baadaye akaritadi, baada ya kuritadi akapata wenda wazimu akiwa si Muislamu. Tuchukue mtu alikuwa ni Muislamu, labda akaritadi leo, akakaa siku 7, sawa sawa, akakaa siku 7 akiwa si Muislamu. Ile siku ya 7 akaja akasilimu akawa Muislamu. Huu muda wa siku 7 hapa akawa amepatwa na wenda wazimu. Masala ya mwanzo yanasema mwenda wazimu hawezi kulipa kadha, si ndivyo Ila huyu ambaye ni mwenda wazimu, wa wakati ameritadi, yani kipindi cha siku 7, baada ya kushakuwa ameritadi akapata wenda wazimu, akija kuwa Muislamu hichi kipindi chote lazima aje alipe kadha ya swala hizo zote zilizompita. Asema yakudhil murtadu, na aliyeritadi yeye atalipa kadha, ni lazima alipe kadha mpaka na kile kipindi ambacho kama atakuwa alipata wenda wazimu hapo katikati atapaswa kulipa kadha. Hii inatufundisha kwamba mtu kule kuacha swala peke yake hakutoshi ndo yuko sawa sawa, na so kwamba ndo hadaiwi. Swala ikishakupita manake lazima uje uilipe. Kama alfajiri ilikupita unaidaiwa ile alfajiri, lazima uje uilipe. Adhuhuri imekupita unaidaiwa ile adhuhuri, lazima uje uilipe. Wa yu'maru sabiyu, na anaamrishwa mtoto mdogo biha kuswali lisabwi, pale baada ya kukamilisha umri wa miaka 7. Na amri hapa manake anaamrishwa wali, msimamizi wa yule mtoto, anapokuwa amekwisha kamilisha umri wa miaka 7, au wa kiume au wa kike. Kijana anapofikisha umri wa miaka 7, basi sasa jukumu linahamia kwa mlezi, kwa imani baba au msimamizi wa huyo kijana, ahakikishe amsimamie yule mtoto aswali. Na haya katika jamii ndo yamepotea. Sasa kwa sababu maal asafi shadidi, masikitiko yalikuwa makubwa, huyo msimamizi mwenyewe haswali, atakumbuka vipi kumsimamia mtoto haja aswali? Tena na sasa hivi mashule yalivyofunguliwa, lugha za wazazi huwa zinakuwa nye vijana, kama Jumatatu zikikaribia, kama siku ya Jumapili, maana vijana nakuwa naangalia matamthilia haya na manini. Lugha za wazazi zinakuwa zinasema hivi, nyie zimeni TV, sawa, zimeni TV, kesho shule. Yani walale mapema vijana, kesho wawahi shule. So kwamba walale mapema waamke alfajiri, walale mapema kwa kuwa kesho shule zinafunguliwa. Ndo tulikofikia huko. Na ni Waislamu. Sasa sheria inasema yu'mar, na hii hadithi ya Mtume pia imeeleza. Asema yu'maru sabiyu, anaamrishwa mtoto mdogo biha, kwa ajili ya kuswali lisabu baada ya kukamilisha umri wa miaka 7. Maana anapoacha mzazi msimamizi kumwamrisha mtoto anapokuwa amekamilisha umri wa miaka hiyo, akaacha akawa anamwangalia tu, hamwamrishi mambo ya kuswali, maana jukumu la dhambi anabeba mzazi, au kama ni yule msimamizi ndo amri hiyo inakuwa ni kwa mzazi mwenyewe. Wayudhurabu, na hupigwa huyo mtoto liashiri, anapokuwa amekamilisha, baada ya kukamilisha umri wa miaka 10,
mtoto anapigwa, awe wa kiume wa kike, anapigwa kwa ajili ya kuacha kuswali baada ya kukamilisha umri wa miaka 10. Sawa? Miaka 7 akiacha, lakini akifikisha sasa umri wa miaka 10 akiacha kuswali apigwe. Manake yule mzazi, msimamizi wa yule mtoto, manake sasa achukue jukumu sasa la kumpiga yule mtoto. Haya, tukiulizana kwamba nani aliwahi kumchapa mtoto wake kwa ajili ya ameacha kuswali na ana umri huo ulioelekezwa, nani? Utakuta 1 kwa 10 au 1 kwa 100. Lakini saa zingine kwa jamii hii tulionayo kwa hivi sasa, unaweza usikute kabisa kwamba mtoto, unakuta mtoto anachezea fimbo kwa kuwa hakuswali alfajiri, kwa kuwa hakuswali swala ya dhuhuri, kwamba unaona mzazi ndio yule anamchapa mtoto wake kwa sababu ya hakuswali ya dhuhuri. Yani jamii tulikofika sijui, lakini maelekezo na sheria ndio inatuelekeza kwamba achapo huyo mtoto. Sasa hivi tunawachapa watoto kwa sababu ya vitu vingine tu, lakini hasa yale ambapo kwamba mtoto anapofikisha umri wa miaka 10 akiacha kuswali, chapa, piga, kwa sababu anatakiwa, taratibu za Kiislamu zinataka huyu mtu ni kuswali tu, hakuna namna, hakuna njia nyingine. Wamanna yote ambaye nashaa alokulia baina almuslimina, kati ya Waislamu, manake amekulia pahala ambapo wapo Waislamu, wajahada, na mtu kama huyo akapinga ujuba salati, akapinga ule ulazima wa swala, kwamba swala bwana sio lazima bwana, au zaka, au akapinga ule ulazima wa kutoa zaka, kwamba zaka bwana, au saumi, au akapinga ule ulazima wa kufunga, kwamba kufunga sio lazima, kufunga ni zoezi tu la wabana bajeti ambao wao wanaona wasile mchana, lakini sio lazima. Au swala akaona ni wale wazembe, kwamba wameokewa wale wazembe wa mazoezi, wao wanainama hiyo, lakini haina ulazima wote. Hukumu yake ni nini? Au haji, wakapinga ule ulazima wa haji, au taharima al-khamri, au akapinga ule uharamu wa pombe, kwamba akawa anadai kwamba pombe sio haramu, au zina, au akapinga ule uharamu wa zina. Zina anaona ni jambo la kawaida tu, kwamba so haramu, au ghairi dhalika, au mengineyo sio kwa hayo, mima miongoni mwa masala ambapo kwamba ujumia ala ujubihi, pamekubalianwa, ujumia pamekubalianwa ala ujubihi, juu ya ulazima wa mambo hayo au jambo hilo, au taharimihi, au pamekubalianwa juu ya uharamu wa jambo hilo. Wakana maaluman, na likawa jambo hilo ni maalum, linajulikana, minadini, katika dini, bidharuratin, kwa elimu ambapo kwamba haihitaji chuo. Yani kuna masala, kuna mambo ambapo kwamba uharamu wake au lazima wake ni yako wazi, yani umaarufu, yani kuna mambo ambapo kwamba umaarufu wake umeenea kiasi ambacho mtu hata kujua kwamba hili jambo ni haramu wala ulazima wa jambo hili, so kwamba mpaka aende chuo. Yani sasa kama kuzini, zina, uzinzi, yani ni jambo ambalo uharamu wake umeenea kiasi ambacho mtu so mpaka aende chuo ndo akajua kwamba hili jambo ni haramu. Au kuswali, kwamba kuswali, ulazima wa kuswali, so kwamba mtu mpaka aende chuo ndo akajua kwamba yani kusali ni kumeenea, yani ule lazima wa kuswali umeenea kiasi ambacho kwamba so lazima mtu mpaka aende chuo ndo akayajua. Kuna mwingine hata kabla hajasoma anajua kwamba hili jambo ni haramu hili. Hivyo sheria inasema hivi, mtu wa aina hiyo kafara, atakayepinga ulazima wa kuswali, kafara, mtu huyo atakuwa amekufuru. Na kwa kuwa amekufuru inatakiwa afanye nini? Asema wakutila, na atauawa bikufrihi, kwa sababu ya kukufuru kwake. So kwamba tena aachwe,
sheria inasema anatakiwa auawe kwa sababu ya kule kukufuru kwake. Waman, na yote kwamba hapa, waman, na yote ambaye taraka sala, ameacha kuswali, na ndo tuko wengi hapa, tahawunan, kwa kudharau, uvivu tu, ai kasalan, manake kwa uvivu tu, na ndo tuko kigawanyo hiki, tuko wengi tunaoiacha swala kwa uvivu tu. Lakini maitikadi ujubiha, pamoja na mtu kuitakidi katika moyo wake ujubiha, ule ulazima wa swala, kwamba bwana swala ni lazima, lakini anaiacha kwa sababu ya uvivu tu, lakini ni lazima swala. Ile kinachomfanya aache ni nini? Uvivu. Hukumu yake ikoje huyu? Asema akaiacha swala, wa man taraka salata tahawuna maitikadi ujubiha, pamoja na kwamba anaitakidi swala ni lazima, hata kharaja waktuha, mpaka ukatoka ule wakati wake, wa dhaka waktu dharuratiha, na mpaka ukawa dhiki ule wakati wa dharura yake. Asema lam yakfur, huyo mtu hajakufuru, yani hajawa kafiri. Bal, lakini yudhrabu unukuhu, atakatwa shingo. Sheria inasema bali yudhrabu unukuhu, bali anatakiwa auawe mtu kama huyo. Wayughasalu, na ataoshwa. Wayusalla alayhi, na ataswaliwa. Wayudfanu fi makaburi lilmuslimin, na atazikwa katika makaburi ya Uislamu. Narudia, mtu atakaiacha swala tahawuna, vivu tu, lakini swala yeye anaona kwamba swala ni jambo la lazima kabisa, lakini anaacha kusali kwa sababu ya yeye ni kuna mwingine anasema mambo yamebana, huyo anasema mambo mengi, mara huyu, kila mtu ana dharura zake. Sawa, kaacha kwa sura hiyo. Anasema mpaka ukawa dhiki ule wakati wa dharura ya swala hiyo. Wakati wa dharura manake, tuchukue mfano, mtu akaacha dhuhuri. Kile kipindi cha dhuhuri peke yake kuingia alasiri hakitoshi huyu mtu kuuawa, ni mpaka na ule wakati wa dharura yake. Manake wakati wa dharura wa dhuhuri ni alasiri, manake mpaka na wakati wa alasiri nao umalizike. Hapa kwenye sherehe anasema ni mpaka jua lizame. Mpaka jua likishazama, manake mpaka na wakati wa alasiri nao umalizike. Ukishamalizika wakati wa alasiri, huyu mtu sheria sasa inatoa kibali cha kuuawa. Huyu mtu anauawa vipi? Tena kwenye kitabu ile Matnul Ghaya wa Takribi, Matnul Ghaya wa Takribi, yeye kule amesema atatakwa atubie mara ngapi? Mara 3. Si mtu kaacha swala, sawa, kaacha dhuhuri, inapofika umemalizika na muda wa alasiri, ataitwa huyu mtu. Baada ya kuitwa ataambiwa, bwana swali nini? Swali ya dhuhuri uloiacha na alasiri. Hapana, atarudiwa tena, bwana swali. Bwana swali. Hapana. Sasa sheria hapo itakuwa imetoa kibali cha huyu mtu sasa auawe. Na kuile kwenye Matnul Ghaya wa Takribi anasema yukutalu hadda, atauawa hadda. Nini maana ya hadda? Manake anauawa hali ya kuwa bado ana hukumu, yani Muislamu. Na ndo maana hapa kwenye hiki kitabu cha Umda anasema na ataswaliwa. Kwa manake taratibu za Muislamu sikuswaliwa, manake ataoshwa, atavikwa sanda, si ndivyo? Ataswaliwa na ataenda kuzikwa katika makaburi ya Waislamu. Neno hadda manake ni mana'an an dhalik, manake anauawa kuzuiwa hilo kosa la kuacha swala lisiendelee. Yani mtu anauawa, sikaacha kuswali, sheria inasema huyu auawa ili hili kosa la kuendelea kuacha kuswali lisiendelee. Kwa hiyo sheria inasema huyu auawe akazikwe katika makaburi ya Waislamu.
Hai. Manake unajua hapa ameweka anasema mpaka ukawa dhiki ule wakati wa dharura ya swala hiyo. Lakini hapa kwenye sherehe anasema hivi, kama ameacha swala ya alfajiri, swala ya subuhi, kwa sababu hii haina wakati wa dharura, anasema ni jua tu likishachomoza basi huyu mtu sheria inakuwa ishatoa kibali huyu mtu auawe. Sawa? Yule wa kwanza ambaye atakayeuawa, yule ambaye kwamba yeye anaona kwamba swala si lazima, sheria inasema auawe, hatooshwa na hatoswaliwa na hatovikwa sanda na hatozikwa katika makaburi ya nini? Ya Waislamu. Lakini huyu wa pili ambaye yeye anaacha swala kwa uvivu tu, lakini anaona swala kwamba ni lazima, basi sheria inasema huyu mtu anatakiwa auawe na ataoshwa, atavikwa, ataswaliwa, atavikwa sanda, si ndivyo na atazikwa katika makaburi ya Waislamu. Kwa hiyo kwenye upande wa zile swala ambazo kwamba ni zile zina wakati wa dharura kama la dhuhuri na la asiri, mtu akiacha dhuhuri hawezi kuuawa ni mpaka na wakati ule wa asiri ufanye nini? Umalizike. Wakati wa asiri ukimalizika na hajaswali, sheria inasema anatakiwa auawe. Kama atakuwa ameacha magharibi, hawezi kuuawa, sheria inasema ni mpaka itakapochomoza alfajiri. Manake mpaka wakati wa isha utakapofanya nini? Utakapoisha, kwa sababu wakati wa magharibi wakati wake wa dharura ni isha. Kwa mpaka ule wakati wa isha utakapomalizika ndo huyu mtu afanye nini? Auawe. Lakini akiacha swala ya nini? Ya swala ya subuhi, ni jua likisha chomoza tu. Na kuna mwingine yuko macho namna. Sawa? Kwa macho namna hii anaona tena muda huo anaamka mtu na anaanza kupambana na mambo yake. Badala amke aende akasali, mtu anaamka anaanza kupambana na mambo yake. Kama wanawake ndo anaanza sasa mambo ya vitumbua, kupika vitumbua na mambo mengine, sawa, badala ya kuanza kushughulika kwanza na kuswali. Kama ni sisi labda ndo mtu anakimbilia si nini huko, si ndivyo hata kama ndo unaenda stendi, sawa gari zinaondoka saa 12 kamili, si ndivyo swala ya asubuhi inakuwa na nusu, si inakuwa ishaingia, swali alafu kimbilia nenda usafiri, sio ili uepuke ile hukumu ya kuuawa. Sheria ilikuwa inasema wewe ukishaacha swala kama hivyo, kama swala ya asubuhi jua likisha chomoza, uwawe. Ndugu yangu, hukuuawa, sawa hukufanya nini? Sheria inasema uwawe na uoshwe, usaliwe, uvikwe sanda na ziko katika makaburi ya Uislamu. Umeacha hiyo swala ya subuhi, hukuuawa. Umeacha swala ya dhuhuri mpaka la asiri nayo imemalizika, hukuuawa. Umeacha magharibi, maana yake siku nzima wewe hukuswali. Bado tena na siku nyingine, yani una kama mwezi. Mwingine sio mwezi, mwingine ana mwaka hajaswali. Mwingine ana miaka 2 hajaswali. Mwingine ana miaka na mamiaka hajaswali, na ni Muislamu. Haya, sheria ilikuwa inasema kila kipindi unapokiacha cha swala ilikuwa uwawe, hukuuawa wewe. Unategemea uje usimame kwa lugha gani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu? Yaani utakuja kuwa na lugha gani wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Utamjibu nini Mwenyezi Mungu? Kwa maelezo haya, maiti ngapi zinatembea ambazo zilikuwa ziuawe kwa sababu ya kuacha kuswali? Nyingi. Na hazina habari maskini ya Mwenyezi Mungu. Yaani mtu kule kuacha, unajua haya yamezungumzwa, mtu aelewe kwamba anapoacha swala ndo yuko sawa sawa. Yaani mtu kaacha kusali ndo tosha yuko sawa. Bwana mkubwa hauko sawa, wewe sheria inasema uwawe wewe. Sawa? Uwawe, ukatwe shingo. Huku uwawa bado unaendelea kuishi tena na bado unaendelea kuacha swala. Mpaka una mamiaka wewe, zoezi la kuswali unaona, la kutoswali unaona jambo la kawaida tu. Sijui hukumu yako wewe. Manake sheria imesema hapo uwao. Wewe hukuwao bado unaendelea kuishi na bado unaendelea kufanya makosa ya kutoswali. Sasa sijui hukumu yako wewe ni nini? Sijui utaenda kukutana vipi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ile wenyewe wanasema tariku swala
anaiacha swala, anaenda kukutana na Mwenyezi Mungu wa huwa ghadhaban, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu amemkasirikia. Yani unakufa hali ya kuwa Mungu amekukasirikia. Tena wenyewe wanasema unakuwa maa Firauna wa Karun fi darkil asfali minan nar. Fanaudhu billahi min dhalik. Anaiacha swala, anaenda kukutana na kina Karun na kina Firauni katika tabaka la chini kabisa motoni. Ukisikia tabaka la chini ndo ujue daraja la mwisho kabisa la motoni. Unaenda kukutana huko, unaenda kuadhibiwa kwa sababu ya ulikuwa huswali hivyo. Na ndio maana vitu vingine vina dharura. Utakuta mfano kama swala kama swaumu, mtu akiwa ana nini, akiwa msafiri anaruhusiwa kufungua, si ndivyo? Mambo ya zaka haya, mtu akiwa hana uwezo wa kiwango hajafikisha halazimiwi. Mtu akiwa labda hija kama hana uwezo wa mali si halazimiwi, si ndivyo? Lakini swala, hata mkiwa vitani, kipindi cha swala mtu kama ni Muislamu haruhusiwi kukiacha kikapita. Kikiacha kikapita, maana yake taratibu zinasema anatakiwa ni kuuawa, hakuna namna nyingine. Tumalizia hapa. Sema yuko salu ataoshwa yusalla alayhi, na ataswaliwa mtu kama huyo, wayudfanu fi makabir muslimin, na atazikwa katika makaburi ya Waislamu. Asema la yudharu, na wala mtu hapewi udhuru ahadu. Asema wala yudharu ahadu, na hapewi udhuru yeyote fi taakhiri, katika kuchelewesha kusali, illa naiman, ila aliyelala, aliyelala, au nasian, au aliyesahau, au man, au ile ambayo kwamba akhara, alochelewesha liajili aljam'i fi safari, kwa ajili ya kuja kukusanya akiwa safarini. Kama mtu kachelewesha dhuhuri kwa ajili ya kuja kuisalia la asiri, au kachelewesha magharibi kwa ajili ya kuja kuiswalia katika wakati wa isha, huyo sawa. Lakini hivi mtu hapewi udhuru wowote wa kuacha kipindi cha swala kikapita bila kuswali, ila watu wawili. Mtu kama kasahau, huyo sawa. Kuna mwingine au mtu amelala, na aliyelala anaangaliwa kama kalala, na huyo alolala ni awe amelala kabla ya wakati, lakini yule alolala baada ya wakati, fana dhuhuri imeingia, mtu anasema wanipumzike kidogo, alafu ndo alafu huyo sasa, huyo sio. Kama alilala kabla ya dhuhuri haijaingia, huyo sawa. Swali ikimpita sawa, utakuwa ni udhuru, na ndo anatakiwa sasa. Sheria inasema kama kuna mtu yoyote ambaye kwamba swala ilimpita kwa dharura kama hiyo, basi kulipa ile swala, kufanya haraka kulipa ni sunna. Lakini yule ambaye kwamba amepitwa na swala bila ya dharura yoyote, kufanya haraka, sio kulipa ile swala. Kulipa ni lazima, na kule kufanya haraka kuilipa ile swala ni nini? Ni lazima. Maana unapochelewesha kuilipa hii swala, madhambi unaandikiwa dhambi tu. Unaandikiwa dhambi tu ule unavochelewa kuilipa. Kama swali likupita bila ya dharura yoyote, na dharura ni hizo mbili, sawa pande wanawake huko wao na mambo yao, lakini mwanaume ana dharura gani? Labda mwenda wazimu, huyo ndo ana dharura. Lakini una utimamu, una dharura yoyote. Ukisikia mtu mwanaume anasema ana dharura ya kuswali, labda tumuulize sasa, labda mzee uko hedhini au vipi bwana? Maana wewe una utimamu, una akili nzuri. Sasa kinachokufanya wewe useme una dharura zilizotajwa, ima umesahau au umelala. Mwambie umelala kabla ya wakati, na ukilala baada ya wakati, huo sio dharura hiyo. Sawa, uwe umelala kabla ya wakati. Haya ndo katika machache katika kitabu swala, bado mengineyo yanaendelea. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie khairi. Wala afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.